Nataka tumshukuru Mungu kwa zawadi ya siku ya leo. Shukrani ni kuonyesha kwamba sio wewe bali ni Mungu. Kwa hiyo unapopata nafasi kama hii usichezee kabisa. Maombi unayoyafanya yanaweza yakawa ni zaidi ya hiyo sadaka unayotoa, kwa sababu unamshukuru Mungu na kumweleza jinsi alivyotembea na wewe wiki nzima, alivyokubariki na kukusaidia kwenye majukumu yako, alivyokusaidia kwenye familia yako, hata pale ulipopata changamoto lakini ukavuka kwa neema ya Mungu. Kwa hiyo unamshukuru kwa maneno unayosikia, unamweleza jinsi anavyokupenda na wewe unavyompenda, unamweleza jinsi unavyoendelea kumtumaini na kumtegemea. Ndio shukrani ya kweli inayotoka moyoni. Unapofanya hivyo, Mungu naye anakuitikia na anakuridhia kwenye madhabahu yake kwamba ni kweli, huyu ni mwanangu, yeye anayenipenda na ananipendeza katika njia zake, na anakubali kwamba niko pamoja naye. Hebu naomba useme pamoja na mimi maneno haya. Sema: Bwana Yesu, ninakuja mbele za uso wako kwa moyo wa unyenyekevu. Ninakurudishia sifa na shukrani mbele za uso wako. Wewe umenisaidia, umeniongoza, umenishauri, nimeweza kufanya yale niliyoyafanya ndani ya wiki nzima nikiwa pamoja nao. Bwana Yesu, pokea shukrani ya moyo wangu, pokea sadaka ya moyo wangu, pokea mawazo yangu, pokea fikra zangu, pokea na sadaka yangu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Hebu mshukuru Mungu kwa maneno unayosikia sasa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, asante kwa wema wako, asante kwa neema yako, asante kwa kibali chako, asante kwa ukuu wako, asante kwa utunzaji wako wa kiroho, asante kwa jinsi ambavyo umetuongoza. Bwana, umetubariki na kutupa nafasi hata ya kuja kuabudu katika roho na kweli. Ninakushukuru kwa ajili ya miradi yetu, ninakushukuru kwa ajili ya mipango na maono tulio nayo. Wewe ndio unayetusaidia, wewe ndio unayetuongoza, wewe ndio unayetuwezesha. Ninakushukuru kwa ajili ya kila mmoja aliyoko hapa, wakina baba, wakina mama, wakina kaka, wakina dada, watoto wetu hawa wa kike na wa kiume. Baba, tunalitukuza na kulihimidi jina lako. Kama sio wewe uliyekuwa pamoja nasi, Israeli na aseme sasa. Wako wengine waliugua lakini ukawaponya kwa neema yako. Mungu wa mbingu na nchi, tunaungana nao kukuambia asante. Wako wengine walikutana na changamoto mbalimbali lakini ukawavusha kwa neema yako. Leo hii Bwana, tuko mbele za uso wako, tumefungua mioyo yetu. Upokee shukrani yetu, upokee sadaka ya shukrani, sadaka ya maombi, upokee sadaka ya shukrani kutoka kwenye vinywa vyetu, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Asante kwa upendo wako, asante kwa neema yako, asante kwa kibali chako, asante kwa ajili ya kila mmoja aliyoko hapa, asante kwa ajili ya ndugu zetu wa kike na wa kiume, asante kwa ajili ya ukoo, asante kwa ajili ya maboma yetu, katika jina la Yesu. Lihimidiwe jina lako kwamba umekuwa pamoja nasi. Bwana, umetubariki, umetuwezesha, mfalme wa mfalme. Na kama mahali hapa tumekuja na mzigo wa aina yoyote, mzigo wa magonjwa, mzigo wa mateso, mzigo wa msongo wa mawazo, kwa jina la Yesu, kila mahali penye msalaba tunatua huo mzigo, na hapa tuko hapa kutua huo mzigo. Mzigo wowote unaotulemea, unaotutesa, kwa jina la Yesu utoke, uachie, 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 uachie maisha yetu, uachie maisha yetu, uachie mioyo yetu, uachie fikra zetu, kwa damu ya Yesu. Magonjwa mabaya yasiyosikia dawa, toka, achia kwa damu ya Yesu, toka, achia kwa damu ya Yesu. Hali ya kuwashwa kwenye ngozi, toka kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Achia uti wa mgongo, achia kifua, achia mifupa, achia mishipa, kwa damu ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Baba, tunajikabidhi mikononi mwako, tunaomba kibali mbele za uso wako leo hii, tukaone wema wako, tukaone fadhili zako, tukaone ukuu wako, Bwana wa mabwana, tukaone mkono wako ukituhudumia na kusema nasi, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Kutana na kila mmoja Bwana na hitaji lake, kutana na haja ya moyo wake, kutana na mawazo yake, kutana Bwana na lile alilo nalo moyoni, na mipango na maono aliyo nayo, kutana naye Bwana, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Sema amen. Shangilie Bwana Yesu kwa makofi mengi sana. Mungu akubariki sana, na tuendelee kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Nimkaribishe sasa mwinjilisti kwa ratiba inayofuata. Pokea sifa Bwana.
hatuwezi kuenenda wenyewe pasipo kuongozwa na wewe. Ili tuweze kutembea katika hekima, tunahitaji kutembea na wewe.
Kama unasikia kuanguka, ni bora kukaa kwenye kiti. Endelea kuomba, mimina moyo wako, mimina moyo wako, mimina moyo wako, fungua kinywa chako, anza kuomba. Roho Mtakatifu, tembea, tembea ndani yetu, tembea ndani yetu, tembea ndani yetu, tembea ndani yetu, tembea ndani yetu. Baba, tembea, na ijulikane ya kwamba wewe ni Mungu ndani ya Israeli, na ijulikane ya kwamba wewe ni Mungu katikati ya usharika huu, na ijulikane ya kwamba wewe ni Mungu ndani yetu. Ndio, 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 ndio. Mimina moyo wako, mimina moyo wako, mimina moyo wako, mimina moyo wako mbele za Bwana. Ndio huo mzigo ulioko ndani yako unautua leo, unautua, 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 unautua. Waombaji wako wapi? Omba, maanisha itoke rohoni, itoke rohoni, itoke rohoni, itoke rohoni, itoke rohoni, itoke rohoni. Ndio, ndio, kuna mzigo unaondoka juu yako, kuna mzigo unaondoka juu yako. Kile kilichokulemea kinaondoka, kile kilichokulemea kinaondoka, kinaondoka, kinaondoka. Naona nguvu za Mungu zinatembea, zinatembea ndani yetu, zinatembea ndani yetu, kiti kwa kiti, kiti kwa kiti, kiti kwa kiti. Ndio, 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 ndio. Roho Mtakatifu, tembea, tembea, achilia uponyaji, 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 uponyaji. Nasikia kifua, uponyaji wa 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 kifua. Nguvu za giza zinakuachia, nguvu za giza zinakuachia, zilizokaa kwenye kifua, zilizokaa kwenye kifua, zinazokunyima kuimba, zinazokunyima kuomba. Nguvu za giza zinaachia. Toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ndio, omba, 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 maanisha, 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 maanisha. Ndio, ndio, fungua kinywa chako, fungua kinywa chako, omba, 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 omba. Kwa mzigo wako, ndio, 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 toka, ndio, ndio, unaachia, 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 unaachia. Huo mzigo, huo mzigo, huo mzigo unatoka ndani yako, unatoka ndani yako, unatoka ndani yako, kwa jina la Yesu. Naachilia nguvu za Mungu hapa, naachilia nguvu za Mungu hapa, naachilia nguvu za Mungu hapa katikati ya ibada hii. Nguvu za Mungu zitembee. Omba, 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 maanisha, 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 omba, maanisha, omba, maanisha, omba, maanisha, omba, maanisha. Nguvu za giza zinakuachia, toka nasafiri, una mamlaka kuweka mamlaka, una mamlaka, una mamlaka, achia, 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 toka wewe malaya wa kuzimu, unakuja ile agano la kuzimu, unakuja ile agano la kuzimu. Nyanyua tu mikono yako juu. Kuna kitu Yesu anataka kufanya.
Nyanyua tu mikono yako juu. Funga macho yako. Kuna kitu Yesu anataka kufanya. Ndio. 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 Kuna kitu Yesu anafanya hapa ndani. Ndio. 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 Kuna kitu Yesu anafanya. Yesu anafanya kitu hapa. Angalia hiyo nguvu ya Mungu. Ndio. Inatembea sio kawaida. Inatembea sio kawaida. Inatembea sio kawaida. Ndio. Ndio, inatembea sio kawaida. Nguvu za giza zinaachia kwa ajili hiyo tu. Na Roho Mtakatifu anatembea ndani ya watu, ndani ya watu, ndani ya watu, ndani ya watu, ndani ya watu. Yesu, fanya kama ulivyoniambia. 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 Ndio. Ndio, 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 mpaka kule nyuma. Mpaka kule nyuma, mpaka kule nyuma. Iko nguvu ya ajabu hapa. Iko nguvu ya ajabu inashuka, inatembea ndani ya mtu. Inatembea ndani ya mtu, inatembea ndani ya mtu. Malaika mshike huyo aliyekata tamaa, aliyechoka, aliyevunjika moyo. Malaika wa Bwana mshike tena mkono. Mshike tena mkono, mshike tena mkono. Mshike tena mkono, mshike tena mkono kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hata huyo anayeota ndoto kwamba amekufa yuko kwenye jeneza. Huyo aliyeota ndoto yuko kwenye jeneza. Ndio, ninakutoa kwenye hiyo mauti. 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 Toka huko, sio sehemu yako. Toka huko, sio sehemu yako. Naliita jina lako lililozikwa kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Pepo, toka, achia maisha yake. Kwa damu ya Yesu. Ndio. Nyanyua, nyanyua tu mikono yako. Kuna kitu Yesu anafanya hapa kanisani. Amesema leo atafanya. Amesema leo atafanya. Ili adhihirishe ya kwamba yuko pamoja nasi. Ndio, 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 ndio. Huyo aliyeng'atwa kwenye ndoto, ameng'atwa mkono wa kushoto. Ameng'atwa mkono wa kushoto. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Roho inayokula uchumi wako kwenye mkono wa kushoto. Pepo lilokaa kwenye mkono. Pepo lilokaa kwenye mkono wa kushoto. Pepo lilokaa kwenye mkono wa kushoto. Toka, toka pepo. Toka kwa jina la Yesu. Achia, achia huo mkono wa kushoto. Achia utajiri na heshima. 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 Toka kwa jina la Yesu. Ndio, 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 ndio. Nyanyua tu mkono wako, nyanyua tu. Kuna kitu Yesu anafanya hapa ndani. Kuna kitu Yesu anafanya hapa ndani. Kuna kitu Yesu anafanya hapa ndani. Ndio, ndio. Wewe ulioshikwa kwenye koromeo yako, kwenye koo, kuna saa sauti haitoki kwenye koo. Kuna saa sauti haitoki. Haya, hicho kilichokaa kwenye koo. Hicho kilichokaa kwenye koo. Haya, 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 haya. Haya ni wakati wako. Toka, toka kwenye koo. Toka kwenye koo, toka kwenye koo. Achia mwili wake. Toka, wewe kansa unayejitengeneza kwa siri. Toka, wewe goita unayejitengeneza kwa siri. Toka, uamwasho kwenye koo. Inaachia, 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 inaachia kwa jina la Yesu. Toka kwa damu ya Yesu. Jesus, 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 Jesus. Asante Yesu, asante Yesu. Asante Yesu, asante Yesu. Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Asante kwa fadhili zako. Baba, wewe ni mwaminifu. Wewe ni mwaminifu. Roho Mtakatifu, wewe ni mwaminifu hapa. Roho Mtakatifu, wewe ni mwaminifu. Asante kwa ukarimu wako. Asante kwa upendo wako. Asante kwa upendo wako. Asante kwa upendo wako. Asante kwa nguvu zako. Asante kwa nguvu zako. Jesus. Siku zote niwe karibu na wewe. Siku zote niwe karibu na wewe. Jesus. Siku zote niwe karibu na wewe, karibu zaidi Mungu wangu. Siku zote, Siku zote niwe karibu karibu na
Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Kwa dakika chache tujifunze neno la Mungu. Fungua kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati mlango wa 6 mstari wa 6 na ule wa 7. Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati mlango ni ule wa 6 mstari wa 6 na ule wa 7. Neno la Mungu linasema, na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako, nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo katika nyumba yako na utembeapo njiani na ulalapo na uondokapo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama mnavyojua kwamba mwezi huu wa 8 kwenye dayosisi yetu ya Meru tunajifunza masomo ya unyumba. Kwa hiyo ni mwezi wa familia. Bwana asifiwe sana. Ni mwezi wa kuombea familia. Ni mwezi wa kubeba mzigo wa familia. Kwa hiyo tumepewa kichwa cha somo kinachosema malezi ya Kikristo katika familia zetu. Naomba tuseme wote 1, 2, 3. Malezi ya Kikristo katika familia zetu. Mara ya pili, malezi ya Kikristo katika familia zetu. Mara ya mwisho, malezi ya Kikristo katika familia zetu. Hapa kuna maneno mawili kwenye kichwa cha somo hiki. Kuna neno familia, alafu kuna neno malezi ndani ya familia. Kuna neno familia, alafu kuna malezi ndani ya familia. Familia ni muunganiko wa baba, mama na watoto walioamua kuishi pamoja. Sasa wanaunda familia. Baba, mama na watoto wanaunda familia. Sasa malezi ya Kikristo ndani ya hiyo familia ya baba, mama na watoto ndiyo yanayotakiwa kufundishwa ndani ya mwezi huu mzima wa 8. Malezi ya Kikristo ndani ya familia ni nini? Malezi ya Kikristo ndani ya familia ni nini? Malezi ya Kikristo ni darasa la kiroho wanalopewa Wakristo wote na vizazi au watoto wanaozaliwa ndani yake ili waweze kuishi mapenzi ya Mungu hapa duniani. Malezi ya Kikristo ni darasa la kiroho ambalo wanapewa Wakristo wote na wote wanaozaliwa ndani ya Ukristo ili wajue mapenzi ya Mungu wakiwa hapa duniani. Angalia kitabu kile cha Mathayo mlango wa 12 mstari wa 50. Kitabu cha Mathayo mlango wa 12 mstari wa 50. Anasema hivi, kwa maana yeyote atakayefanya mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni, huyo ndiye ndugu yangu na umbu langu na mama yangu. Huyu ni Yesu Kristo anawafundisha wanafunzi wake akiwaambia, mtu yeyote atakayefanya mapenzi ya Mungu akiwa hapa duniani anakuwa ni ndugu wa Yesu wa kuzaliwa pamoja, lakini anaweza pia kuwa mama yake akifanya mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo mapenzi ya Mungu ni darasa ambalo tukiishi ndani au kwayo tunakuwa wana wa Mungu. Mungu anakuwa baba yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Hayo mapenzi ya Mungu ni kufanya kile ambacho Mungu amekuitia hapa duniani. Maana ya pili ya malezi ya Kikristo. Malezi ya Kikristo ni silabasi ya kiroho kuhusu ufalme wa Mungu, inayowasaidia watu wote kukua, kuishi na kutekeleza kusudi la Mungu wakiwa hapa duniani. Narudia tena. Malezi ya kiroho ni silabasi ya kiroho, ni silabasi ya kiungu inayohusu ufalme wa Mungu, inayotusaidia sisi kuishi, 1, kutekeleza, kukua, 2, 3, kutekeleza kusudi la Mungu tukiwa hapa duniani. Ile silabasi ni kozi fulani ambayo watu wote wa kiroho wanayapata ili kuwasaidia kujua ufalme wa Mungu ni nini.
na wakijua ufalme wa Mungu ni nini, inawasaidia wao kutekeleza kile kilichofichwa ndani ya ufalme wa Mungu. Malezi ya Kikristo yakikosekana ndani ya familia ya Kikristo, ni formula ya kuishi imekosekana. Malezi ya Kikristo yakikosekana ndani ya nyumba zetu, ni mapenzi ya Mungu yameondolewa. Kwa hiyo ni lazima Wakristo wote kuishi ndani ya hiyo formula ili waweze kufanikiwa na kustawi wakiwa ndani ya hiyo formula. Sasa pale ambapo tunasahau wajibu wetu, ndio Roho Mtakatifu anatukumbusha kama alarm. Anatukumbusha kwamba kuna mahali tumesahau, kuna mahali tumewaacha watoto wetu. Maana ya tatu, alafu nitaanza kuingia ndani baadaye. Naweka tu msingi leo, na tutafundisha mwezi mzima, Jumapili zote za mwezi huu wa 8. Kwa hiyo usikose na familia yako. Maana ya tatu ya malezi ya Kikristo. Malezi ya Kikristo ni fundisho kuu ndani ya kanisa. Malezi ya Kikristo ni fundisho kuu ndani ya kanisa linalowahimiza Wakristo na vizazi vyao kuishi neno la Mungu akiwa duniani. Neno la Mungu liko katika maandishi, lakini tunaweza kuliishi katika vitendo. Neno la Mungu ndiyo maarifa ya kiungu ya kutusaidia sisi kupita kwenye njia za Mungu. Neno la Mungu ni mafuta ya kutusaidia kupita mahali ambapo kibinadamu hatuwezi kupita. Kwa hiyo ni fundisho kuu linaloitwa neno la Mungu la kutusaidia sisi kuishi nalo hapa duniani. Ni principle, ni kanuni ya kiungu. Neno hili ndilo litakalo kusaidia kufanikiwa ndani ya familia. Familia inapambana, inalima, lakini ili upate mafanikio, neno la Mungu, neno litakalowisha yale mafanikio, litakalofanya mafanikio yawe katika vitendo, yawe katika mwili. Uone unayo degree, lakini itoe ile degree kuwa fedha ya kukusaidia kusomesha watoto. Neno la Mungu ndio ufunguo wa kufungua ubongo wako, kubadilisha akili yako kuwa fedha ya kukusaidia kwenda mbele. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Angalia kitabu cha Yoeli mlango wa kwanza. Yoeli mlango wa kwanza mstari wa kwanza hadi wa 3. Yoeli mlango wa kwanza mstari wa kwanza hadi wa 3. Anasema, neno la Bwana lililomjia Yoeli mwana wa Pethueli. Huyu ni mwana aliyetoka kwenye familia inayoitwa Pethueli. Anasema, sikieni haya enyi wazee, sikilizeni enyi wenyeji wote wa nchi. Je, mambo haya yamekuwako katika siku zenu au katika siku za baba zenu? Anasemaje mstari wa 3? Waarifuni watoto wenu habari yake, watoto wenu wakawaambie watoto wao, na watoto wao wakakiambie kizazi kingine. Okay. Kwa hiyo neno unalolipata si la kwako peke yako, ni la kwako na kizazi kinachofuata. Okay. Malezi ya kiroho ya Kikristo unayoyapata si ya kwako peke yako, ni malezi ambayo yanatoka kwako yanaenda kwa mtoto wako, yanatoka kwa mtoto wako yanaenda kwa mtoto wa mtoto wako, yanatoka kwa mtoto wa mtoto wako yanakwenda kwa kizazi kinachofuata. Kwa nini? Mungu anataka utransform hayo mafundisho yaende kwenye vizazi vyote, viwasaidie kujua mapenzi ya Mungu hapa duniani. Katika eneo ambalo tumepungukiwa kimaisha ni eneo la malezi. Kwa nini? Hatukatai, kwa sababu tuko busy sana kutafuta mapato, tupate ada tuwasomeshe, tutafute chakula tuwape wale washibe, tutafute mavazi wapate, walale mahali pazuri, waishi maisha mazuri. Tuko busy, lakini eneo la malezi tumeacha. Na Mungu ametuumba ili tubalance vitu. Ufanye kila kitu kwa kiasi, usomeshe kwa kiasi, ulee kwa kiasi, wakisha unakula kwa kiasi, wakisha unaishi mahali pazuri kwa kiasi. Kila kitu ni kiasi, kiasi, kiasi. Kwa hiyo kama Mungu ametupa hiyo formula, hatuwezi kutoka nje ya formula, tutashindwa kuishi. Samaki akitoka nje ya maji anashindwa kuishi. Ndio hivyo na mwanadamu akitoka nje ya formula, kanuni ya kiungu. Hatutaki kuwaambia watoto wetu. Sisi tuliambiwa, lakini sisi hatutaki kuwaambia. Ni kosa la kiroho, na hilo kosa la kiroho limewafanya sasa hivi tunawaandaa watoto ambao hawawezi kuwa baba, hawawezi kuwa mama. Ni watoto mpaka maisha yao wanazidi kuwa watoto. Ndio maana unaweza kuta malezi hajui anamleaje mtoto. Amepata mtoto lakini anaona hawezi kukaa naye, akae kwa bibi. Bibi ndio anajua kubadilisha nguo. Mtoto akiwa amejisaidia anabadilisha, bibi ndio anajua, mtoto hajui.
hawezi kushika kinyesi cha mtoto. Amefuga kucha hivi zitachafuka, hataki kugusa. Kwa nini? hajafundishwa. Au wengine wamefundishwa. Mwingine anaweza akasema amefundisha, lakini umefundisha kwa kiwango gani? Kwa sababu kila mtu ana level yake ya elimu. Kuna mwingine ana degree, kuna mwingine ana masters, kuna mwingine ana PhD. Wewe mtoto wako ulimfundisha mpaka akawa na level ipi ya certificate ambayo inamsaidia yeye kuingia kwenye ndoa na akaperform vizuri mpaka uzee wake? Kwa nini? Kwa sababu mafundisho ni kufahamu njia za Bwana zitakazokusaidia mpaka uzee wako utakapokuja. Kwa nini wewe unaweza kukaa kwenye ndoa yako mpaka umefika sasa miaka 40 kwenye ndoa, mpaka umefika sasa miaka 10 na miaka 20 na, lakini una mtoto ambaye yeye hawezi kuishi hata miaka 3? Kwa nini? Kwa sababu kuna formula umesahau. Formula ya Yoeli anasema waarifuni watoto, hiyo ni moja, na watoto wa watoto wenu wakawaambia watoto wao, hiyo ni ya pili. Kwa hiyo ni una transfer hiyo formula ya kiungu ipite kwa mtoto kwenda kwa mtoto mwingine. Mfano mzuri, sasa hivi tuna changamoto ya vijana wetu. Vijana wetu wachache, sio wote, wachache wana changamoto ya kufundishwa na dunia kuliko kufundishwa na familia. Anasema usipomfunza mwanao atafunzwa na nini? Na ulimwengu. Ulimwengu utamfundisha. Usipofanya wajibu wako, shetani anakusaidia. Usipofanya wajibu wako, dunia inakusaidia. Usipofanya wajibu wako, magurupu yatakusaidia. Sasa unaweza kuta mtu anavuta bangi, si kwamba amependa, alionjeshwa bangi na watu wanaomzunguka. Unaweza kuta mtu anaishi maisha ambayo si ya familia yake. Tukiangalia familia yake ni jina tu amebaki nalo, lakini yale malezi ya kifamilia hana. Kwa hiyo anabaki kuwa mtoto wa mchungaji Masangwa, lakini malezi ya mchungaji Masangwa hana. Ana jina, anatumia jina la ukoo wa mchungaji, lakini hatumii malezi ya ukoo wa mchungaji. Maanake watoto jinsi walivyo ndivyo alivyo na mama yake. Maandiko yanavyosema hivyo. Jinsi binti alivyo ndivyo alivyo na mama yake. Kwa hiyo maana yake tukitaka kujua mtoto ana adabu gani, tunaanza kuangalia kwa mzazi. Hapa Arusha mmeona sasa hivi changamoto kubwa. Watoto wa kike, mtoto wa kike anaweza akavaa nguo za mwanaume, anavaa shati la babake. Umeona? Yaani mtoto ni wa kike anavaa shati kubwa analiburuza hapo chini. Au unakuta mtoto wa kiume amepiga tairi ya pikipiki nzima hata haijakatwa. Ninafuata tairi nzima amekata tu sehemu ya kuingiza mguu. Kwa hiyo akiingia ndani ile tairi ndio inatangulia kwanza ndani. Au amepiga tai anaiburuza tai. Tai anakuja nayo yuko njiani lakini anaiburuza. Akiingia kwenye gari analihamishia, analisokota, akishuka baadaye analiachia hapo chini. Inaendelea kuburuzwa. Mtoto kama huyu akienda kwenye interview, amekukuta wewe ndio manager ofisini, anapata kazi? Mtu anayetanguliza tairi ya pikipiki ofisini kwa mtu anapataje kazi? Hawezi kupata kazi kwa sababu tairi ndio ilianza. Angalia jinsi wanavyoongea. Wewe umeingia ofisini unamsalimia mtu. Umeingia unatafuta kazi huko na vyeti vyako, umesoma, una degree kweli nzuri kabisa, una diploma nzuri. Umefika pale ofisini, alafu unamwambia manager, alo babulinyo, baba la mababa, dingi la madingi, nimekuja hapa mzee, angalia vyeti vyangu hivyo baba. Utapata kazi saa ngapi? Saa ngapi utapata kazi? Huwezi kupata kazi. Manager atakusikiliza, atakwambia nenda kwanza, nitakuita baadaye. Unasubiria. Kwa nini? Kwa sababu ya malezi. Yale malezi yameacha ambayo sisi tulifundishwa zamani. Zamani tulifundishwa unaamka asubuhi unamsalimia baba, unamsalimia mama. Ule wimbo wa zamani ulikuwa unasemaje? Niamkapo asubuhi, shikamo baba, shikamo ndio watoto wa sasa hivi wakiamka, mzee chukua hiyo, mzee chukua hiyo. Ndio anaamka hapo, yani ndio ameamka na wewe unaridhika. Okay, ndio watoto unasema ndio vijana, ndio vijana. Kwa nini? Umetelekeza wajibu wako, umeacha wajibu wako, hujafanya. Lakini angalia, Mungu alikupa neema, umewasaidia, wamesoma. Unajua kwa nini wanajiingiza huko? Yani huwa kwenye unapofanya research kuna kitu kinachoitwa statement of the problem. Yani tatizo ni nini mpaka ikao unafanya research ya namna hii. Tatizo ni vijana wamebadilisha lugha ile ya Kiswahili, hawaiongei vizuri tena. Okay.
au tatizo sio hiyo, vijana hawaendi kanisani tena. Hilo ndio tatizo. Okay, vijana hawaamini tena, wameshaunda magrupu sasa hivi wanaiba. Ni statement of the problem. Nini kilichosababisha kuiba? Hiyo ndio swali la kujiuliza. Nini kilichosababisha kuiba? Ni kwa sababu tuliwasomesha kwa bidii sana, hata kwa mikopo, tukatoa mshahara wetu, lakini ilipofika wamemaliza, tukawaachia dunia iwape kazi. Kumbe ilitakiwa formula ya Kikristo, unawatengenezea kazi, unawasomesha, lakini kazi inakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hili halijaeleweka. Iko namna hii. Kama ulikuwa na uwezo wa kumsaidia mtoto wa kike akasoma mpaka akamaliza chuo kikuu, kwa nini usimsaidie kupata mtaji wa kuanza biashara wakati anasubiri ajira aliyoisomea chuo kikuu? Mwisho wa siku unawaacha watoto wako wa kike, badala ya kujiendeleza wanaenda kujiuza ili wapate fedha. Ndio maana kizazi cha sasa hivi, yeye kutembea na mtu mzima haoni aibu. Tulikuwa tunafanya counseling, mama mmoja ametuitia mtoto wake ambaye amesema aachani na ndoa ya mtu. Alikuwa anatembea na baba mtu mzima kabisa, tena miaka 60. Atembea na anaambiwa, mwanangu, achana na huyu mtu, ni mtu mzima kuliko wewe, huyu ni babu yako. Atembea na babu yako. Unamwambia, anasema mimi siwezi kuachana naye. Kwa nini mwanangu usitafute vijana wa rika lako? Asema hawatoi hela, huyu ndio anatoa hela. Na shetani amewekeza hapo. Unamwambia huyu ni baba yako, anasema sio yeye amenizaa. Anajua baba yake ni yule aliyemzaa tu, ndio baba yake. Lakini huyu, na sisi tumefundishwa amri ya 4. Mheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na nani? Na Bwana Mungu wako. Maana yake anasema mheshimu kila aliye na umri mkubwa kuliko wewe. Ndiyo maana ile amri. Sasa kama anaweza kutembea na baba yake, unapambana umtoe huko kwa sababu ya fedha. Unamwambia, kwani mzazi wako si atakupa hela? Anasema atoi. Maana yake wana blame wazazi. Wametusomesha, tumefikia mahali ambapo tunatakiwa kupata kazi, lakini hatupati kazi, na hawako tayari tena kutusaidia. Kwa hiyo tunaingia duniani kutafuta, tunaingia duniani kufanya kazi ili tupate hela. Wanafanyaje kazi? Ni kazi ya uzinzi. Unakuta baba mtu mzima mwenye kitambi, miaka 60, miaka 50, amempangishia mtoto mdogo amempangishia nyumba ili apate nafasi ya kwenda kumtembelea huko. Ni hatari sana kwenye ulimwengu wa kiroho, kwa sababu asilimia kubwa ya wale watu ni Wakristo. Yaani niliwaambia Jumapili iliyopita, Mkristo ndio yuko tayari kujirahisisha mradi apate kitu kitakachoingia tumboni. Ni hatari sana kiroho. Hatutaishi tu kwa mkate, bali kwa kila neno litokalo kwenye kinywa cha nani? Cha Mungu. Ndio tutaishi. Si lazima tuishi formula ya duniani, tunaishi sisi formula ya mbinguni. Shetani anasema chukua mkate, Mungu anasema kula neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Tukiwaacha watoto wetu wataingia duniani. Kama uliweza kwenda kwenye kikundi kukopa ili asome chuo kikuu, kopa, aanze biashara. Wewe uwe meneja wake, msimamie kila siku, fanya, nitakulipa. Kwani kuna shida gani ukimlipa binti yako amefanya usafi vizuri pale ndani? Kwa nini unaleta binti unamtoa mkoa mwingine wa mbali uje umlipe shilingi 70,000, 100,000 akusaidie kazi, wakati unaye kijana hapo anaweza kufanya hiyo kazi na ukamlipa hiyo 70,000 na ukamlipa hiyo 100,000? Kwa nini usimfundishe atembee pamoja na wewe katika kazi aweze kufanikiwa na kustawi? Kwa nini unamtelekeza anaenda mtaani? Malezi ya Kikristo yanatukumbusha kurudi kwenye wajibu wetu. Kwa nini umemwacha huyo binti mpaka anatafuta mwenyewe? Mara nyingi sana nimeona wazazi wananiletea mabinti nije ni wa cancel, wanataka kutoka nyumbani, wamesema wameshakuwa watu wakubwa. Sema sasa mimi nataka nijitegemee. Mama anamwambia hamna, baki nyumbani. Anambia nabaki kufanya nini? Naenda kutafuta. Baadaye unamuoji binti, kwa nini unaenda kutafuta? Anasema sasa nakaa nyumbani. Yaani hata inafika mahali unaomba kila kitu, nguo ya ndani unaomba, hii unaomba, kila kitu unaomba. Wakati mzazi anaweza kutengeneza program ya kumsaidia, unamwambia ukifanya usafi vizuri na kulipa.
Wewe deki tu chumba chako. Ni chumba chake lakini hadeki vizuri. Umedeki vizuri ndio. 1500 hiyo mwanangu. Akishachukua ile 1500 atakwambia nipe kazi nyingine nifanye. Tuna miradi ya kukatia ng'ombe. Tuna miradi ya mabanda ya kuku. Kwa nini tuajiri watu wengine wakati huyu mtoto yupo? Ndio maana tunawaandaa wadada wa kazi kuwa mama bora baadaye. Vijana wa kazi tunawaandaa kuwa kaka bora, baba bora baadaye. Lakini watoto wetu tunawaandaa kuwa wabaya. Anaingia kwenye ndoa hajui kupika. Ataacha kurudishwa nyumbani. Mama Urio, niambieni eti mbona nahubiri mwenyewe hapa? Ataacha kurudi nyumbani? Si atarudishwa? Kwa nini? Amepika chapati ngumu. Umeona? Yaani mwanaume akiangalia hivi anasema, Yesu Mungu wangu, hii ni chapati au ni jiwe? Anaambiwa hiyo ni chapati. Kula kama utaki, katafute sehemu nyingine. Mwanaume anaikata hapo, analia karacha. Alia anajaribu kuchanganya na maharage. Ili angalau kama itarudi kwenye uwepo wake. Alafu baadaye asema hamna haja tena. Unashangaa mwanaume anakula kule nyumbani, kule hotelini, akuja nyumbani ameshiba. Unampa chapati yako ngumu, anaiangalia hivi. Anaonja maharage, anasema leo nimeshiba na maintain. Kumbe kule amefanyaje? Ameshapika. Kwa nini? Hajui kupika, hujamwandaa. Kwa nini usimfundishe kukata kitunguu? Yule binti yako mzuri, kaambia njoo tukatekate kitunguu wote kwa pamoja. Kukata kitunguu pamoja. Mkamaliza mkakaanga, kitunguu kinaivaga hivi. Nyanya ikishakuwa ya brown tunaweka nyanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Unamfundisha. Okay, tunaoshaga vyombo hivi, tunapanga hivi. Mtoto anaamka ajui hata kutandika kitanda chake mwenyewe, amelala mwenyewe hapo. Ajui kufua shuka lake. Ni kwa sababu tumesahau kwenye malezi ya kiroho. Pale tunaposahau, shetani anatusaidia. Shetani anatusaidia au dunia inatusaidia. Wapendwa watu wa Mungu, kuna syllabus ya kiroho ni muhimu sana kuifundisha kwenye familia. Na hii syllabus ya kiroho ni ya kawaida sana, maisha ya kawaida. Kama vioni kuna kitu kinachoitwa life skills. Hata nyumbani inatakiwa iwe zaidi. Akili ya maisha. Fundisha akili ya maisha. Mtu ajue kujitegemea. Awe anapata mshahara wake akiwa nyumbani kwako, ni mtoto wako lakini anayelipwa laki. Na kwenye hiyo laki ajifunze kumtolea Mungu sadaka, ajifunze kununua mahitaji yake mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Wengine tulifundishwa kwa kupigwa, kufundishwa na maisha, unafukuzwa, unakomaa. Unaanza kujitegemea mwenyewe. Watoto wa sasa hivi nani anataka kuteseka? Hakuna. Kwa nini? Kwa sababu tuliwalea hivyo, wamefikia hapo. Sisi ndio tumewafikisha, tumewapa degree ya uzembe. Tumewapa masters ya uvivu. Hawezi kwenda shambani, hawezi hata kumwagilia maua. Kila kitu kaka, dada, kila kitu fanya usafi. Wewe fulani, sina kulipa wewe. Huyu mtoto. Hapo ndipo tuliposahau wajibu wetu. Tumesahau wajibu wetu. Watoto hao tunapowaandaa kizembe, wanakwenda kwenye maofisi ya watu, hawaaminiki. Kwa hiyo wanabaki mtaani. Tumewaacha kienyeji, wanabaki mtaani, hawana kazi. Ni wajibu wa mzazi kutransfer mafundisho kutoka kwake iende kwa mtoto, kutoka kwa mtoto iende kwa mtoto wa mtoto wake. Ni wajibu wako kama mzazi kumsaidia, kumrudisha kwenye heshima yake, kumrudisha kwenye nafasi yake. Nataka nikupe topic chache nzuri za kufundisha ukiwa kwenye familia yako. Topic ya kwanza, fundisha topic ya kumcha Mungu. Hii ni topic inayotoweka sasa hivi. Watu kwenye familia hawaombi. Wako tayari wakae kwenye wifi kuanzia wamemaliza chakula, wako kwenye mitandao mpaka saa 7. Yani watu wanapitiwa kwenye makochi. Yani wako hapo kwenye wanapitiwa kwenye makochi hapo, kwenye masofa. Wamelala hapo usingizi. Ndio baadaye mnaamshana, we nenda kitandani, we nenda kitandani, we nenda kitandani. Sababu alikuwa kwenye mtandao. Saa ngapi mtafanya maombi? Wewe utafanyaje maombi? Unakata tamaa. Unazidi kuchoka, unachoka kwa sababu huyu mwenzako ameshalala. Unaomba na nani? Anasema mimi kila siku nipige kelele mwenyewe. Twende tukalale wote. Mnaenda kulala usingizi. Shetani naye anawanyemelea.
taratibu taratibu anaingiza hapo ugonjwa kwenye familia, ambao ni ugonjwa utakaotesa familia. Kwa nini? Watu au kusimama kama mlinzi wa familia, kuilinda familia yako kwa njia ya maombi. Angalia watoto sasa hivi hawasomi neno la Mungu. Kuna katuni mpaka za neno la Mungu zipo. Mbona mnawafungulia zile za duniani? Hizo za Mungu hamtaki. Hizo za Mungu hamtaki. Kuna redio sasa hivi bure, hiyo ulipii, ni chaji tu unaweka. Redio za Injili zipo nyingi, zimejaa. Tena Arusha ndio ziko nyingi kuliko mikoa mingine. Kwa nini wasifungulie redio inayofundisha neno la Mungu? Kuna vipindi vya watoto kule ndani. Kwa nini wasijifunze? Waambie wakae hapa wasikilize, waandike notes uje ukague. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Tunapata kazi ngumu sana, kwa sababu watoto wakishindwa kujifunza kumcha Mungu wakiwa wadogo, kule juu ni ngumu kuingiza hicho cha Mungu. Wanasemaga ile mithali fulani, samaki mkunja angali bichi. Kwa sababu usipomkunja, ukija kumkunja wakati amekauka, anavunjika. Anza kumwandaa akiwa mdogo. Anza kumwandaa akiwa mdogo. Kwa hiyo kumcha Mungu ni topic iliyoko ndani ya silabasi ya kiroho, ambayo itamsaidia mtoto akue katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu. Waimbaji wameimba, Sulemani aliomba hekima. Aliombaje kama alikuwa ajui kwamba kule kwenye utoto wake alilelewa kupata hekima? Kwa alikuwa anajua umuhimu wa hekima. Hekima inakusaidia kujua mkubwa ni nani, anasalimiwaje. Kuna wengine huwa wanafukuzwaga tu kazi kwa sababu ya jinsi anavyoongea. Anasema huyu hatuwezi kumpa atuwakilishe kwenye taasisi kubwa, maneno yake yatatuangusha sisi. Huyu hatuwezi kumpa nafasi atuwakilishe ofisi fulani. Unakuwa mwalimu, huwezi kupanda cheo kwa sababu ya jinsi unavyoongea. Unakuwa mfanyakazi kwenye kampuni, huwezi kupanda cheo kwa sababu ya jinsi unavyoapia. Wewe unaenda na koti kubwa unaliburuza hapo chini, unaenda nalo kazini. Wanakuonea huruma tu, wanakuangalia na ushamba. Anasema huyu hatuwezi kumpa na unampaje huyu atuwakilishe? Unamsimamisha, mwambie hebu shukuru manager wa kampuni. Hebu ongea maneno machache, mshukuru manager wa kampuni. Sikia, baba la mababa, nimesimama hapa kwa niaba ya watumishi wote, wahuni wote hapa. Wengine unaita wahuni. Sasa hivi nimeona wana Biblia yao. Yaani hao vijana hapa Arusha wanajiita wadudu. Nisamee bure. Ni watoto wetu, lakini angalia, wanajiita wadudu. Watu ukiwachunguza wote, fanya research, muulize unaitwa nani, jina lako ulilopewa na wazazi. Akwambia naitwa Christopher. Unaitwa nani? Naitwa Elisha. Majina ya Kikristo. Lakini ndio hao shetani amewaopoa, amewavuta, amewaingiza kule kwake. Hawaisomi tena Biblia hii tunayosoma, wanasoma Biblia yao. Unasikia, tunafungua sasa ukurasa wa dingi la madingi, mzee Makondako mwenyewe. Unaona analifungua, asema ukurasa wa 10B. Sasa hapo umeelewa nini? Ukurasa wa 10B unasema watu wote, wadudu wote wapite na pikipiki. Haleluya kanisa. Tumewaacha wanaongea hivyo. Tulikuwa tumewafundisha Kiingereza kizuri, anajua kumsalimia baba yake, good morning daddy, good morning mommy. Lakini sasa hivi hawezi kusalimia hiyo tena. Na mafundisho ya ulimwengu yana nguvu kubwa sana kuliko mafundisho yale tunayo hapa. Ndio maana unamtoa darasani, umemtoa chuo kikuu juzi, lakini akikaa wiki 3 mtaani anaongea lugha ya mtaani. Kwa nini? Chuo kikuu ametumia miaka 9, miaka 15 kusoma, kuanzia darasa la kwanza mpaka chuo kikuu ametumia miaka 15, lakini ndani ya wiki 3 inafuta kila kitu cha chuo kikuu. Ndio maana serikali imeanzisha utaratibu wa kufanya interview. Unafanya nini interview wakati ulishasomea walimu? Interview ni ya nini? Si unatakiwa tu uconnectiwe kwenye ajira. Wanafanya interview kwa sababu kuna mabadiliko. Kwa hiyo unapewa, unaweza hata kufungua kompyuta, unaweza hata kuwasha, wanakuangalia. Hajui tena. Tulishamfundisha hajui. Na chuo kikuu kuna nani ya IT, lazima usome. Mambo ya kompyuta lazima usome. Si ndio mzee Richi? Sawa kabisa. Lazima usome. Sasa umesoma, amekaa mtaani miaka 9. Sasa hivi hajui tena kuongea
kufungua, atakuwasha kompyuta, anapewa interview kwanza, angaliwe hivi anajua ama ajui. Anapita kwenye interview, avuki. Kila siku amefanya kampuni, amefanya taasisi, avuki. Unasema kuna nini? Mbona kama huyu mtu alikuwa very bright shuleni, kuna kitu kimepitia hapo katikati. Okay, inaweza ikawepo nafasi za ajira zikawa chache, hatukatai, lakini mzazi mwandae mtoto afanye kazi wakati anasubiri ajira yake. Bwana asifiwe sana. Mwandae, la sivyo ukimwachia ukamrelease, ataenda mtaani na atafanya makosa makubwa sana kule mtaani. Mwisho wa siku hamtaelewana. Yule mtoto anaanza kutafuta mwenyewe kuivuna laana, wakati ni mtoto wako alitakuwa kuvuna nini? Baraka. Hayo ni makosa yetu sisi. Lazima tukubali makosa. Na tukikubali makosa, tusikae kienyeji tu. Anza kufundisha silabasi hiyo ya kumcha Bwana. Silabasi ya pili, fundisha upendo. Upendo ni silabasi muhimu sana ya kufundisha. Ni topic muhimu ya kufundisha kwenye familia. Watoto wapendane. Watoto wanaweza kuuana kama ukiwaacha. Kwa mfano sasa hivi kuna hatari kubwa imeingia kwenye familia. Kuna watoto wa baba na watoto wa nani? Wa mama. Unaona kabisa watoto fulani ambao wao hawaongei na baba yao vizuri, wanaongea na mama. Na research ndogo haijawa kamili, lakini research ndogo zinafanyika mara nyingi sana kama endapo mama akipata watoto wa kiume wakawa wakubwa, huwa amuoni tena baba kama ni mtu. Mnajuaga hiyo? Nendeni mkachunguze. Na wakina mama msinijibu hapa. Nendeni mkachunguze. Wale watoto wakubwa wanakaa upande wa mama. Mzee ndio unaona sasa anakufa haraka. Kwa nini? Anawaza tu hapo itakweje. Uwe mjanja we baba. We ndio mfadhili wa familia. Nyie mnataka kunitoroka mimi, mnaenda upande wa mama, nyie na mama yenu mtalala njaa. Kwa hiyo ni bora mje upande wangu, ni wabebe wote kwa pamoja. Mwe wajanja. Watoto wakija kufanikiwa, wanakuacha hapo. Asema saa ngapi tutamtumia huyu? Baba anapigiwa mara moja kwa mwezi. Tena wakisikia tu anaumwa kichwa, wanamwambia tumesikia una malaria sugu. Tumesema tukusalimie na malaria yako. Unaendeleaje mzee? Asema mwanangu linauma sana. Nitumieni hata hela ya matibabu. Hela ya matibabu shingapi? 400,000. Tunakupa 5,000 tu. Mzee anaambulia 5,000 ya kununua paracetamol. Mama akiumwa, gari imemfuata hapo kijijini. Mama kio, mbona unaniangalia hivyo? Gari imekufuata hapo kijijini. Chapu imeshamchukua hospitali kubwa. Anatibiwa haraka kila kitu. Watoto wamejitenga kule ndani. Sasa kama hamna upendo, hujafundisha darasa la upendo, ndo anaanza hivyo. Watoto wa mama wanaenda upande wa mama. Halafu ole wako upande wa mama ndio watoto wamefanikiwa. Mzee utateseka mbaya. Utateseka vibaya mno. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo lazima tujifunze hapo, tujue namna ya kusimama, tuwafundishe upendo. Mtoto anaenda mahali anafundishwa kutoa mwenzake kafara. Kama hujafundisha topic ya upendo, wanauana wao kwenye wao. Sema ili niweze kupata kibali, lazima nimuue. Huyu ni nani anayesema? Kaini. Anamuua nani? Abeli. Ili aweze kupata kibali yeye. Anamuua, wote wanakosa kibali. Unashangaa watoto wanakuwa mazezeta pale nyumbani. Kwa nini? Kwa sababu kuna kosa umefanya kama mzazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Wajifunze kupendana. Na katika huo upendo, sasa ile nilifundisha sehemu inasema wafundishe topic inayoitwa kufanya kazi. Watu wakiwa bize wote kwa pamoja. Familia nzima, baba yuko bize, mama yuko bize, watoto wako bize, wanafanya kazi ya kuzalisha. Hakuna ugomvi utaona hapo. Lakini wale wanaokaa nyumbani wote pale, lazima watagombana. Kwa sababu ukimwangalia mtu, kuna wakati mwingine anakuaga mzigo. Mnajuaga hiyo? Anakuwa mzigo fulani hivi, amekaa kwenye kochi. Unaanza kusikia ndani. Kwa mfano kama ni mmoja anafanya kazi, anaanza kusikia ndani. Yaani mimi nakulisha mimi, yaani namlisha huyu jamaa, ananenepa tu kama mchungaji Masamu. Na amekaa hapo. Unaanza kusikia karoho fulani kanataka kumuua huyo mtu, kanataka kumuondoa huyo mtu. Ugomvi unaanzia hapo. Angalieni vijana wanaokaa nyumbani hawana ajira, watagombania hata kipande kidogo cha baba yao.
watauana mradi mmoja abaki kushikilia kipande cha ardhi. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna kitu hatujawafundisha, fanya kazi. Upendo hatujawafundisha, tumewaangalia tu. Jambo la mwisho la kufundisha kwa leo, la mwisho, siku nyingine mtafundishwa ingine. Bwana asifiwe sana. Jambo lingine la kufundisha ni mawasiliano. Wawe na mawasiliano mazuri kwenye familia. Sasa hivi angalia, mmepunguza mawasiliano. Hamuongei pamoja kwenye ndoa, hamuongei pamoja na wanafamilia. Story mnazipigiaga wapi? Yaani mtu yuko tayari akapige story bar, kapige story kwenye ukumbi wa mpira, lakini hawezi kuongea na mke wake, hawezi kuongea na watoto wake. Kwani kile unachoongea kule, kwani usikiongea hapa nyumbani? Mbona inasaidia? Na nataka niwaambie, vitu vidogo vidogo sana ndio vinafanyaga moyo wa mtu kuishi miaka mingi. Bwana asifiwe sana. Vile ambavyo nyie mnavizarau, yaani mtu akija akakwambia anakupigia story, wewe waangalieni walevi, fanyeni research kwenye walevi. Walevi huwa wanaongeaga vituko, lakini ndani ya hivyo vituko ni wanapongezana. Umeona Anakuja na koti lake limechanika, lakini anamwambia mwenzake, umeona leo nimetokelezea, anamwambia baba umependeza, hakuna kama wewe. Atarudi kesho kwenye ule ulevi. Kwa nini? Kwa sababu alipata mtu wa kumpongeza. Nyumbani umempongeza, hata mke wako amepika vizuri, chakula kizuri, wali na rojo nzuri kabisa, au chapati na rojo ya nyama. Mwae kumwambia umepika vizuri? Mama Oscar, unanisikia? Umewahi kumwambia leo zawadi ulioleta ni bora kuliko zawadi zingine ambazo umewahi kuzileta? Wewe unabakiaga tu kusema Mwalimu Amani amependeza, yule wa kwako Mchungaji Masango ameongea leo point. Mbona kwako? Mwambie umeongea hata kama ni pumba. We mpongeze, si ndio kaka yangu? Mpongeze kabisa. Mwambie bana umependeza, umetokelezea. Unamtia moyo. Msipowasiliana, shetani atakusaidia kutengeneza mawasiliano kule nje. Ataenda mahali atapokelewa, anaenda baa, anaanza kupokelewa kuanzia getini. Anaanza kupepewa, ataacha hela zote kule. Yaani wewe fikiri wale wakina dada wanajua kutafuta hela, wanaanza kumpepea, anakuja hapo, anaandaliwa kiti kinatengwa. Unaona mtu anaandaliwa, asema kweli hapa leo nimepokelewa. Anauliza kuna nini? Alikuwa amepanga kunywa kikombe cha chai, anasema leta na nyama zote, leta zote. Alafu saa ya kulipa anamwambia okay, chukua wale kitoa mwenyewe. Kwa nini? Wewe kufanya wajibu wako. Wewe nyumbani akija unamwambia chakula kiko hapo kabatini hapo. Utamwambia kwani huwezi kujipelekea maji mwenyewe bafuni? Sasa hivi hawapeleki, basi ni maji ya kufungua yale ya kuogea kutoka kwa bombani kwa juu kama mvua. Umeenda hata kutesti kama yamepata moto? Au ndio sasa kama ni yamepata moto zaidi atajua mwenyewe. Vidogo lakini vinatunyima mawasiliano. Hatuna mawasiliano kwenye familia. Tumewatelekeza. Tumewaacha tuongei, tunaongea na simu na mitandao. Tunajifunza kitu kwenye mtandao, unakuja kusema angenifanyia hivi. Kwa nini msifundishane nyewe wenyewe? Wewe unaangalia huko kwenye mitandao, si mbuni za kwenu. Hizo ni za wale wa mitandao, ni bunini za kwenu nyie. Si unaona kuna kapepo fulani kamevamia familia kuna kajini fulani kako tu hapo, lakini watu hawaongei. Watu hawaongei hapo kajini. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jambo la mwisho kwa leo. Jambo la mwisho. Kila mmoja afundishe familia yake umoja na mshikamano. Mke usiyeshirikiana naye kwenye jambo lolote la mipango na maono hauwezi kutimiza mwenyewe. Ndio maana umepewa kama msaidizi. Mume usiyemshirikisha kwenye mipango na maono ulionayo hamwezi kufanikiwa. Kwa sababu huyo pekee ndio anayekuwazia yaliyo mema. Nataka nikuambie ukweli. Katika maisha yako, familia yako ndio inakuombea uende kazini na urudi salama. Fanyeni research mahali popote. Mimi nimepita mambo magumu pamoja na umri wangu kuwa mdogo, pamoja na uchungaji wangu wa muda mfupi sana. Lakini nimejifunza mambo magumu duniani. Kwa muda mfupi nimepita mahali ambapo
watu wengi wenye umri mrefu hawajapita umri wakati wa kukataliwa kwenye kazi, wakati wa kukataliwa kwenye huduma, wakati uko mdogo. Yaani ni sawa na mtoto mdogo amekuwa anakutana na ugali kabla ya maziwa. Yeye atajua ni ugali kila siku. Ndio kitu mimi nimekutana na, unakutana na mambo magumu, ninaona mambo magumu kila siku. Faraja yangu inakuwa kwenye familia. Kwamba ukirudi kwenye familia, familia inakushangilia umerudi nyumbani salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Fanyeni research yenu. Usifikiri nikifanya kazi na wewe ni kwamba nakupenda sana. Ninafanya tu kazi na wewe ili tuhakikishe kampuni, taasisi, biashara ya watu inaenda vizuri. Lakini ukweli ulioko moyoni ni mimi nipate maslahi kwa ajili ya familia yangu, na wewe upate maslahi kwa ajili ya familia yako. Kwa ni vizuri ukawekeza sana kwenye familia yako kwa asilimia kubwa, kutunza mawasiliano, kutunza familia, mkae vizuri kwenye familia. Familia itakuombea hata wakati ukiwa na shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Ukiugua, kama umeugua muda mrefu, hiyo nafasi yako itapata mtu ambaye haumwi, kwa sababu kampuni haitaki mgonjwa. Kwa hiyo utashangaa wewe jina lako limeshafutwa kwenye taasisi mpaka utakapopona, na ukipona utakuta mtu mwingine kwenye hiyo kazi. Kwa hiyo familia ndio inayoweza kukaa na wewe kwa upendo. Ndio inaweza kukushikilia katika kipindi cha ugonjwa na kipindi ambacho sio cha ugonjwa. Sasa umeitelekeza familia yako, umewekeza sana huko mtaani. Yaani mtaani wanakufahamu sana kuliko nyumba yako, kuliko familia yako. Siku ukipata shida itakuwa ni ngumu sana wewe kuhudumiwa. Familia itasema alitutelekeza wakati ana nguvu. Bwana Yesu atusaidie. Kwa hiyo umoja na mshikamano kitu muhimu sana. Fanyeni wote kwa pamoja. Usiwe na imani mbaya kuhusiana na familia yako. Kuna mtu haamini tu akimweka mtoto wake kwenye biashara, haamini kama mtoto wake atafanya vizuri. Yaani yeye mwenyewe anaamini mtoto wake ni mwizi. Sasa ulikuwa umemuumba, umemleta duniani ya nini? Kama unasema mtoto wako ni mwizi, unaweka wa mtu mwingine ndio unamwamini. Lazima ufikiri mara 100. Na mtu anayekwambia achana na ndugu yako, huyo anakupoteza. Ndugu yako hata kama ni mbaya kwa kiwango gani, bado ni nani? Ni ndugu yako. Yule anayekwambia achana naye hatakuwa ndugu yako. Umoja na mshikamano. Ndugu yako hata kama ana jicho moja, huyo ndio ndugu yako. Niliwahi kupita kwenye mahali pa kutengwa na boma na familia. Ndugu wote wakanitenga. Lakini Mungu akaendelea kunibariki, kaanza kurudi mmoja mmoja. Kila anaporudi mtu nafanya sherehe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukakaa pamoja, tunakula pamoja. Kwa nini tunafanya sherehe? Chakula kilichotamkiwa baraka kina baraka ya kuwaunganisha ninyi wote kwa pamoja. Yule mwana mpotevu alivyotoka kuchukua mali zake akaenda akazitumia vibaya. Baadaye alivyorudi nyumbani, baba yake alifanya sherehe. Akasema alikuwa amekufa, sasa amefufuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima mpatane na ndugu zako. Usitembee peke yako. Kila siku wewe una marafiki lakini huna ndugu. Tunakuona huku mjini, unapendeza, unavaa suti, tai nzuri, suruali yako nzuri ya cadet, lakini hauna hata ndugu hata mmoja. Tunakuja kufahamu ndugu ukipata tatizo. Ndio tunakuja kuwafahamu ndugu zako. Kwa hiyo kaa vizuri na ndugu zako. Yale mahusiano yatunzwe vizuri. Ya mwisho, fundisha maendeleo. Kuna wababa wana struggle wenyewe kuleta maendeleo kwenye familia, lakini kumbe akimshirikisha mke wake ana kipawa zaidi hapo. Ninyi kama hamjawahi kuona, angalieni. Waekeni wakina mama au wakina dada kwenye biashara. Wao watauza sana kuliko sisi wakina baba. Mmewahi kuonaga hiyo? Chunguzeni, wanauzaga sana kuliko sisi wakina baba. Mungu amewaeka kwa sura hiyo ili waweze kuleta fedha. Mwanaume atapata kwa jasho kali sana, lakini mwanamke anapata kirahisi. Anaipata kirahisi. Kwa nini? Ni msaidizi wako wa kukusaidia kupata kile ambacho wewe ulikuwa ukose. Naomba ufunge macho yako, tumshukuru Mungu. Mungu uliye hai, Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu uliye hai, tunakushukuru mno kwa sadaka hii ya neno hili ambalo umelileta kwetu ili tujifunze habari ya malezi ya familia. Baba, tusamehe pale ambapo tumekosea, hatujafanya wajibu wetu kama wazazi.
Tunakuomba utupe neema nyingine tena na kutuamsha katika mafundisho haya, na silabasi hii ya kiroho iweze kupita kwa watoto wetu na kwa vijana wetu, ili waweze kufanikiwa na waweze kustawi na waweze kufanya mapenzi yako hapa duniani. Ni katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba na kushukuru. Amen. Mungu awabariki sana sana. Asanteni kwa kutusikiliza na kufuatilia mafundisho haya. Hakikisha kwamba Jumapili unakuja, tunaendelea nayo, ni mafundisho ya mwezi mzima. Lakini Jumapili ya mwisho wa mwezi wa 8 tutatoa sadaka kwa ajili ya familia zetu. Kwa hiyo Jumapili, kabla ya Jumapili ya mwisho, tutagawa bahasha. Wewe unajua mwenyewe unataka kuombea nini kuhusu familia yako. Ni wapi unapoona familia yako haijaenda vizuri, wewe unajua mwenyewe. Unaenda kumshirikisha Mungu ndani ya wiki nzima, na mimi nitakuwa naongoza maombi yale ya wiki nzima, wiki ya mwisho ya mwezi huu wa 8. Kwa hiyo ninaomba sana kwa upendo na kwa unyenyekevu, zingatia kuja kwenye mafundisho ndani ya mwezi huu mzima kwa ajili ya familia zetu, na Mungu atubariki sasa na hata milele. Amen. Tuombe matoleo yetu. Mungu mwenye neema na rehema, umetupa fadhili nyingi. Kwa hiyo takusiwe yapokee matoleo ya watu wako katika upendo wako, uyatume yalete matunda ya kiroho, ili ufalme wako uenezwe hapa na popote duniani. Bwana akujibu siku ya dhiki, jina la Mungu wa Yakobo likuinue, akupelekee msaada wake toka patakatifu pake. Azikumbuke sadaka zako zote na kukujalia kwa kadri ya haja ya moyo wako. Kwa Yesu Kristo mwana wako na Bwana wetu. Amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama yanavyotimizwa huko mbinguni. Utupe leo riziki zetu, tusamee makosa yetu kama nasi tunavyosamea waliotukosea, usitutie jaribuni, bali tuokoe katika uovu, kwa kuwa wako ndio ufalme na nguvu na Bwana nasikia kwamba umebariki wengi, nami nakuomba sasa nibariki na mimi
aliwaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi, kazidi kutawala ndege wa angani, samaki wa baharini na kila kiumbe kitambacho juu ya uso wa nchi. Pokeeni baraka za Mungu ninyi nyote mnaomwamini na kumtegemea. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na akufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani. Ni katika jina la Mungu Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Wote tuseme amen.